Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu wapendwa, kokote kule mnanisikia duniani, na wasalimu kwa maamkizi ya watu wa peponi, na zaidi tunaendelea kuwaombea ndugu zetu. Tunasema kwanza tunazihusia nafsi zetu kwanza na kuweza kuwahusia na wengine kwa lengo kubwa la kumwabudu Mwenyezi Mungu na kumuogopa peke yake. Lakini leo imefikia mwafaka kwamba watu wanaogopa viumbe. Watu wanaogopa viumbe. Sasa kikubwa ni kuweza kuombea ndugu zetu ambao wanapita kwenye changamoto kubwa, changamoto za kiuchumi, changamoto za maradhi, na changamoto nyingine za hali ya juu ambazo binadamu wanazipitia. Sisi tunadhani kwamba changamoto tunakutana nazo sisi wanadamu peke yake, lakini amini usiamini kwamba ziko changamoto ambazo pia wanakutana nazo viumbe wasioonekana kwa maana ya majini. Basi alkadhalika, kabla sijaweza kuingia kwenye somo mahususi, nilikuwa na kukumbusheni kuendelea kusubscribe channel yangu kwa lengo na dhumuni la kupata kuweza kuelimika zaidi katika masala yenye manufaa zaidi ya kuweza kubadilisha mwenendo wa kimaisha. Basi wapo majini wanaopitia changamoto kama tunavyopitia wanadamu, kama ambavyo naweza kuelekeza hapa, na huu ni waraka wa majini juu ya wanadamu. Naeleza waraka, ama naweza kusema kwamba hii ni barua kutoka kwa majini dhidi ya wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu karne tuliokuwa nayo ni karne ambayo kumekuwa na wimbi kubwa la wanadamu wakifanya mazungumzo na mijadala ya aina mbalimbali kuwahusu majini, tofauti na karne nyingi zilizopita. Imekuwa majini wakizungumzwa tangu enzi za Nabii Suleimani, na wajibu wa majini ni kutenda yale ambayo wanaelekezwa katika usahihi unaokubalika. Na ndio tukiona kwamba hata Nabii Suleimani alikuwa akiwatumia majini katika mwongozo ambao ameelekezwa na Muumba wake, na akitumia majini kwa manufaa. Lakini imefika pahali kwamba majini hawa wanazungumzwa katika namna tofauti tofauti, pengine katika namna isiyo na uhakika, kwa lengo la watu kuweza kujitengenezea riziki kupitia majina yao, kupitia maumbile yao, kupitia simulizi za aina mbalimbali ambazo wanadamu wamekuwa wakizitunga simulizi hizo za kuwahusu majini kwa ajili ya wao kuweza kujitengenezea riziki. Na wengine wamefikia pahali kuzungumza vitu ambavyo haviendani na majini wao kwa kukosa elimu. Yaani wanadamu wanawazungumzia majini kana kwamba wanawaona ana kwa ana, na wakati inaelezwa wazi kabisa kwamba hawa ni viumbe ambao Mwenyezi Mungu amewaandalia hifadhi yao, kwamba huwezi ukawaona isipokuwa kwa utaalamu maalumu. Na vile vile alikadhalika ni kwamba kama wao watapenda kuweza kujidhihirisha juu yako kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Lakini kumekuwa na maelezo mengi sana ambayo yanawahusu majini. Huyu anasema hivi kuhusu majini, yule anasema hivi kuhusu majini. Mambo yamekuwa ni mzunguko mkubwa sana. Kwa kweli ni mambo ya kutunga tu, na ni heri mambo ya kutunga yakawa na manufaa, lakini yanakuwa ni mambo ambayo huenda yakawapelekea wale wenye kuyasikiliza wakaweza kuingia kwenye matatizo makubwa. Kwa maana fikiri kwamba majini wameumbwa katika utaratibu ambao sisi hatujaumbwa binadamu. Majini wamewekewa maumbile ambayo ni tofauti na wanadamu. Majini wana hulka tofauti na wanadamu.
Lakini leo tunawazungumzia majini kana kwamba tunawaona na kuwashika. Kwa hiyo majini huwezi kuwashika kwa sababu kwanza majini hawana maumbile maalumu, na viumbe hao hawawezi wakasurvive katika umbile fulani kwa muda mrefu, lazima atashifti. Ni viumbe ambavyo vinakuwa vinashifti. Unaona? Sasa kuna nadharia nyingi ambazo tumekuwa tukieleza za kuwahusu majini, ambazo zingine tunawabebesha mizigo majini hawa, tunawaeleza ama kusimulia kupata taarifa za aina mbalimbali ambazo si za kweli, ni za uongo. Na kwa nini ziwe taarifa ambazo sio za kweli? Ni kwa sababu ili uweze kupata ukweli wa jambo, kuna namna 3 za kupata ukweli wa jambo hilo. Kwanza lazima uweze kufanya uchunguzi juu ya jambo hilo, na unapofanya uchunguzi, unapomaliza uchunguzi, maana yake unatakiwa kuweza kujiridhisha. Ili ni jambo la pili. Katika jambo unaolizungumzia uweze kujiridhisha. Lakini namna ya 3 uweze kuthibitisha juu ya hilo. Hayo ni mambo 3 ambayo yanaenda sambamba katika mlolongo mzima ama mnyololo mrefu sana ambao wanadamu wanawafunga majini katika namna ya kuweza kujipatia riziki kupitia ulimwengu wa majini. Hatukatai katika namna hiyo, lakini tuzungumze vitu vinavyodhibiti vyenye ukweli juu ya majini. Majini wapo wanamiliki mali, binadamu wapo wanamiliki mali. Lakini inathibitishwa hasa kwamba uwezekano mkubwa hasa ikawa majini ndio wanamiliki mali nyingi sana kushinda wanadamu. Inaaminika hivyo. Na katika namna ya kuamini namna hiyo ni mazingira wanaokaa hao majini. Kwa sababu majini wanakaa, chanzo cha majini wao wanaishi baharini, si ndivyo? Kwamba wimbi kubwa la majini, asilimia kubwa wanaishi baharini. Mali ngapi tumeziona zikipotea baharini? Mali nyingi sana zinapotea baharini. Vitu vingi sana vinatokomea baharini. Hazina kubwa sana za dhahabu ziko chini ya bahari. Bado kuna madini ambayo yanachimbwa sehemu za aina mbalimbali, ambayo madini hayo yanakaliwa na viumbe hao. Na ndiyo tosha hasa kusema kwamba uwezekano ukawa ni mkubwa sana wa kwamba majini wakawa na mali nyingi sana kushinda wanadamu, kutokana wao ndio wenye kukalia hazina hizo. Na ndio kuna elimu fulani zinasema kwamba ni lazima uweze kujua namna, uweze kuelewa namna ya kuwasiliana na hawa viumbe wa kuelekeze hiyo dhahabu iko namna gani. Hayo madini ya aina mbalimbali, ikiwemo almasi, ikiwemo lulu, ikiwa ruby, tanzanite na madini mengine alkadhalika, hayo yote yanakaliwa na viumbe hao. Kwa hivyo kuweza kupata madini katika mfumo huo ni lazima uweze kuwa na elimu. Na elimu hii ni elimu ya kuhusu viumbe hao. Na nimewahi kusema tusizungumze habari za tofauti, tena habari mbaya za kuweza kuwazungumzia majini kupita kiasi. Kuwazungumzia majini kupita kiasi. Yaani tunawazungumzia majini kushinda hata vile tunavyoyazungumzia maisha yetu halisia. Kwa sababu hivi vitu havina muonekano wa aina yoyote katika jamii. Utapita watu 3 ukawauliza ulishawahi kuona jini, mtu atakwambia anasikia tu. Ina maana ni vitu ambavyo vipo, lakini mpaka sasa sio vitu vya kushikika, sio vitu vyenye udhibiti ambavyo watu wanaweza wakathibitisha kwamba wameweza kuwaona majini yao. Na hawa wanaotuthibitishia hivi kuwaona majini, wameweza kuwaona majini kwa utaalamu maalumu. Nimeshazungumza hapo. Kwa nini utaalamu maalumu? Kwa sababu ni viumbe ambavyo Mwenyezi Mungu amevitenga visiweze kuonekana kulingana na maumbile yao. Kuna wengine wanasema kwamba lau kama utaweza kumuona jini, kama utaweza kumuona jini, pengine unaweza ukapoteza uhai wako hapo hapo kutokana na maumbile yao jinsi yalivyo.
Sasa ndugu zetu wanaozungumza namna ya kuweza kuona majini, ni vyema wakawaelekeza watu katika utaratibu mzuri, watu wakaweza kuelewa kwa kina juu ya viumbe hawa, kwa sababu mafundisho yao, hadithi zao ni zenye kufurahisha na zenye kuvutia, na kuna wengine wamefanya majaribio hayo, na baada ya kufanya majaribio hayo ndio hao vichaa tunawaona wanatembea barabarani wakijizungumzisha wenyewe. Ndio hao tunawaona kwamba wamepata maradhi ambayo hayatibiki tena. Kwa sababu gani? Walichukua nadharia, walichukua vitu fulani kuweza kuvifanyia majaribio, aliyakuwa yule aliyeandika vitu vya namna hiyo kutoka kuthibitisha juu ya mambo hayo. Kwa hiyo hii ni hatari, tunapotosha watu, na sio kupotosha watu. Wao wanachukua hivyo vitu ambavyo vimeweza kuzungumzwa na wao wanavifanyia majaribio, aliyakuwa waliovitengeneza vitu hivyo ama walioandika wao hawajathibitisha juu ya hivyo. Kwa hivyo ni hatari sana. Sisi wanadamu tuna makosa yetu na majini wana makosa yao. Majini wana faida zao na wanadamu tuna faida zetu. Sawa, tusizungumze majini katika njia mbaya tu, kwa sababu kama ilikuwa ni katika mfumo mbaya wa namna hiyo, Mwenyezi Mungu asingeumba majini akawaleta katika dunia. Na kwa nini Mwenyezi Mungu aliumba majini? Kwa sababu majini waweze kumtumikia na majini waweze kufanya majukumu ambayo Mwenyezi Mungu ameelekeza juu yao. Alkadhalika kwa wanadamu ni hivyo hivyo. Mwenyezi Mungu alituleta katika dunia kwa lengo la kumwabudu yeye peke yake na kuweza kufata maamrisho yake, na tuweze kupata manufaa katika dunia. Kwa maana vipi? Tuweze kuishi vizuri, na kisha tukaishi vizuri kwa kufata taratibu, na baada ya hapo tuweze kunufaika na haya ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea. Na katika hayo ambayo Mwenyezi Mungu ametuwekea wakiwemo majini. Si tunaona kwamba Nabii Suleimani alikuwa akitumia majini katika namna nzuri, na majini wakatenda mambo mazuri. Sasa tufundishe vitu kwa vitendo. Tufundishe vitu kwa vitendo. Manake wewe unaitueleza kwamba unatoa elimu ya majini, na majini hao wakaweza kuonekana, itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu elimu hii imeweza kuchukuliwa na watu wengi ambao wao wanataka manufaa yao binafsi kwa lengo la kuweza kujinufaisha wao. Kwa hivyo hatukatai kwa jambo hilo, lakini tutengeneze vitu ambavyo tunaweza tukawanufaisha na wale ambao wanatufuatilia, ambao wanahitaji kuweza kutumia vitu hivi, kwa sababu majini wanatumika kweli. Na namna ya kutumika kwa majini yao ni elimu. Ni elimu, ndugu zangu. Kwa hivyo lengo na dhumuni la kuweza kuwepo hapa kuweza kuelekeza watu, kwanza mimi na waasa binadamu wenzangu kwa ujumla, tusizungumze ubaya wa majini kupita kiasi. Kwa sababu hao wanaozungumza ubaya wa majini yao ndio wao namba moja wa kutumia hao majini kwa lengo la kuwasaidia ima katika tiba, kwa lengo la kuwasaidia kuwatuma majini yao wakawaletea fedha za wizi na vitu vingine kama hivyo. Wengine wanatumia majini yao kuiba elimu za watu wengine, wengine wanatumia majini yao kuchukua nyota za watu wengine. Alafu hao ndio wanazungumza kwamba majini hawafai, majini ni wabaya, wanatengeneza vitu vingine ambavyo haviendani na majini yao, pengine hata majini hawafanyi vitu vya namna hiyo. Na ndio maana majini wanaposikia hata hadithi ambazo wanaelezewa kuhusu hawa binadamu wanavyowaelezea majini, na wao wanashangaa vitu ambavyo wao hawavitendi, lakini binadamu wanathibitisha kwamba majini anafanya hivi, jini anafanya hivi, wakati wala au jini huyo hajathibitisha juu ya jambo hilo. Kwa hiyo haya pia ni makosa. Na sisi hatujajua upande wa pili wa majini. Je, majini wanatuzungumzia namna gani wanadamu? Sisi tumekuwa tukizungumza juu ya majini. Je, majini wanatuzungumzia sisi binadamu? Sijui, hapo Mwenyezi Mungu ndio mjuzi zaidi. Na tunasemwa tunafundishwa kwamba usiseme jambo usilokuwa na uhakika nalo, wala usilizungumzie jambo aliyakuwa wewe jambo hilo ulijui unalizungumzia. Sasa je, sisi tunaowazungumzia hao majini vibaya
haoni kama sisi tuko kwenye makosa kuwaelezea hao majini katika njia mbaya kabisa. Yaani wewe unaelezea majini katika mfumo mbaya, na aliyakuwa majini hao ndio wanaokunufaisha wewe, na wengine wamepata mali nyingi sana kutokana na elimu ambayo wao wameipata kwa majini. Sasa tuweze kuchukua yale mazuri na tuweze kuyafanyia kazi, na haya mazuri tuweze kuelekeza wenzetu nao waweze kupata faida ya viumbe hao, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka kwa sababu hapa katika dunia sisi tuweze kuwatumia majini, sawa, na kuwatumia majini katika namna nzuri. Usitumie jini kuchukua nyota ya mtu, usitumie jini kwenda kumuibia mtu, usitumie huyo jini kwenda kumzuru mtu mwingine. Utakuwa umeingia kwenye kipengele kingine, na wala Mwenyezi Mungu hakuamrisha hivyo. Mwenyezi Mungu hakuamrisha hivyo. Kwa hivyo hakuna ubaya wowote wa kutumia jini aliyakuwa wewe unahitaji mtumishi. Unaweza ukachukua mtumishi wa kijini akaweza kukusaidia katika shughuli zako zozote zile, kama ambavyo unamtumia mwanadamu katika usahihi mzuri kabisa. Tusiwatumie katika njia mbaya kwa kutengeneza mazingira ambayo tutaweza kupata adhabu ambayo Mwenyezi Mungu ameiandaa, adhabu mbaya kabisa. Kwa hivyo majini ni viumbe wazuri. Majini wanasaidia katika namna za aina mbalimbali. Hivyo tusiwazungumzie katika ubaya tu, tusizungumze katika ubaya, kwa sababu ubaya wa majini unavyozungumzwa ni mkubwa zaidi kuliko hata hayo manufaa yao. Majini wanavumbua teknoloji ambazo tunazitumia leo. Majini wanavumbua sehemu za madini aina mbalimbali ambayo tunayatumia leo, na vitu vingine vya aina mbalimbali vyenye thamani. Wanawajulisha wanadamu, ndio wanapata kuweza kutumia vitu hivyo kuweza kuwaingizia faida kubwa. Basi ni wenu Mwalimu Abdul Karim, na elimu ya majini ni pana sana, na leo nilikuwa nimeweza kueleza kwa kina tu namna gani ambavyo tunapaswa kuacha kabisa kuwazungumzia majini katika namna mbaya, kwa sababu wengi tumenufaika kutokana na hawa majini. Tumenufaika kutokana na hawa majini, na mpaka leo tuna maisha tuliokuwa nayo kutokana na majini. Sasa tujaribu kupima haya mambo. Ubaya kwa binadamu upo, ubaya kwa majini upo, uzuri kwa binadamu upo, na uzuri kwa majini upo. Kuna jela upande wa binadamu, kuna jela upande wa majini. Sawa sawa. Kuna kuadhibiwa upande wa binadamu na kuna kuadhibiwa upande wa majini. Sasa kuna ubaya mkubwa sana wa kuzungumza majini katika namna mbaya, aliyakuwa sisi wote tuna hiari za namna mbili, ima tuadhibiwe ama tusiadhibiwe. Yote hayo akitaka Mwenyezi Mungu. Hivyo majini nao ima waadhibiwe ama wasiadhibiwe. Vyovyote hivyo maamuzi yake ni Mwenyezi Mungu mwenyewe aliyeumba viumbe vyote. Basi ndugu zangu, endeleeni kusubscribe, na kuna namba zinazopita hapo kwenye screen. Kama kuna changamoto yoyote ya kijini na ukutatiza, utaweza kuniona nikakushauri, nikaweza kukupa msaada kokote kule uliko. Asanteni sana, tuzidi kuwa pamoja ndugu zangu.